mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya Amani Gospel TV. Kama nilivyokuambia mwanzo, kumekuwa na sherehe ya happy birthday ya mtoto wa Evelyn Shiundu ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kama unaweza kuona, nilikwambia mara ya kwanza wageni tajika. Kuna mgeni ambaye dadangu alikuwa na mmoja mali hapa all the way from Tanzania, na niko na mamangu hapa, mamangu wa kiroho ambaye nitamkaribisha na atakuwa anaweza kuambia majina yake kamili. Pia yeye ni mwimbaji lakini ameacha shughuli zake na akaamua kufika mahali hapa. So nitakuwa namkaribisha, atakuwa anaweza kusema majina yake kamili, mtakuwa mnaweza kumjua zaidi. So mama, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza kutuambia majina yako kamili tu? Majina yangu naitwa Pastor Monica Mshai Wawire, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Naam, mama, unaweza kutuambia unajisikia vipi kuwa katika happy birthday ya siku ya leo? Okay, ninajisikia kuheshimika, maana kuitwa kwa birthday si jambo rahisi, ni jambo la kifamilia, lakini nimeitwa kuwa mmojawapo wa kusherehekea siku hii kubwa ya mtoto. Nimehisi kuheshimika. Amen. Na kwa mfano, na kwa wale wazazi wale ambao huwa wanafanyia birthday zao mahali kama beach, ama anachukua mtu anaenda kufanyia kama restaurant za kifahari na aweze kufanyia birthday zao katika kanisa, unaweza kuambia nini? Okay, huu ni mwelekezo mzuri kwa wazazi wenye wamekuwa hapa, wale ambao wamejionea, umeonyesha mfano mzuri kwamba watoto ni vizuri tuwalete kwa madhabahu, maana hiki ni kizazi kibaya ambacho tunakiinua. So ni lazima tuwafundishe neno la Mungu sana sana, kuwaleta kwa madhabahu na kuwapatia neno la Mungu, kuwalisha neno la Mungu wakati wa furaha, wakati usio na wakati ulio, ni wakati wa neno. Kwa hivyo tunaposherehekea ni lazima pia neno liwepo. Kwa hivyo neno ni himizo. Kwa hivyo nawahimiza wazazi wenzangu, watoto tuwalete kwa madhabahu ili wapate neno, ili washerehekee birthday zao kwa madhabahu, maana akiwa pale beach hatapata neno, atakuwa unamweka kwa ulimwengu, unakuwa unamuuza kwa ulimwengu, na yule mtoto atakuwa amepata tabia za ulimwengu, hatapata tabia za madhabahuni. Amen. Na mama, nimesikia ama kama anavyokujua mimi, wewe ni mwimbaji na kuna mtu pale anakutazama na hajui wewe ni mwimbaji ama hajui kama unapatikana platform gani ama mitandao gani ya kijamii. So naomba uambie watu kwamba wewe ni mwimbaji na unapatikana wapi ili waweze kukulike, kushare na kusubscribe video zako. Okay, mimi ni mchungaji na tena ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ukinitafuta YouTube utapata Monica Mshai Wawire Official. Hapo utapata video zangu, utapata nyimbo za kukubariki, nyimbo za kukujenga. Wakati unapokuwa chini, unaposikiza zile nyimbo, unapata Mungu anakuhudumia katika njia ya ajabu sana. Kwa hivyo ninaomba ulike, share, subscribe, comment na ueneze Injili pamoja nami. Na kwa wale ambao wanatamani sana huduma hii ya uimbaji, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hata mimi nilianzia pale nikiwa mdogo na sasa pia mimi niko miongoni mwa waimbaji. Kwa hivyo ni jambo tu linalowezekana kwa kila mmoja. Na pengine mama, unaweza kutuambia ama unaweza kusema kiufupi yaani una maono gani? Wewe ni mwimbaji. Je, unataka tu wewe mwimbaji wa Kenya pekee ama unahitaji katika safari yako ya uimbaji unahitaji Mungu akufanyie nini? Okay, mimi ninamshukuru Mungu kwa mwanzo huu. Mimi si mwimbaji wa Kenya tu ama si mwimbaji wa Likoni. Amen. Nimetembea Tanzania. Amen. Nimetembea nje ya Mombasa, na mwaliko wa leo ulikuwa mwaliko wa kwanza Mombasa hii ambao nimealikwa na nika-attend. Nimekuwa nikiitwa mialiko ya nje ya Mombasa na hata nje ya Kenya pia nimetembea. So mimi natamani nitembelee hizi nchi zingine wakatambue kwamba Yesu ni Mwokozi, maana ninamwimbia Mungu aliyeniumba. Amen. Na pengine mama, kuna watu wale pengine hawajui kwamba unashiriki kanisa gani, pengine hawakujui. Mtu anaweza taka anasema inaweza kuwa mama pengine anashiriki mahali hapa. So naomba waambie watu kwa wewe mwenyewe unashiriki kanisa gani? Okay, mimi kanisa lenye ninashiriki ni Amani Gospel Church pale chini Sharks, ambapo niko chini ya Apostle Shedrack Wawire ambao ni mume wangu, na karibuni sana. Tunapatikana pale. Nyumba ya Amani Gospel ni nyumba ya waimbaji. Ukija pale wewe mwimbaji, kipawa chako kinachipuka na unajipata ukienda mbali sana na uimbaji. Amen. Asante. Na mpenzi mtazamaji, kama unaweza kuona yamekuwa mahojiano ya ana kwa ana na mamangu wa kiroho ambaye ni Mama Monica Mshai all the way from Amani Gospel Headquarters. Naye pia ameamua kwamba kuhudhuria sherehe ya leo.
Utashangaa sherehe leo imekuwa vipi, mpaka waimbaji kutoka mbalimbali, kama unaweza kuwa na mamangu hapa all the way from Amani Gospel home pale Amani Gospel, na kuna mwimbaji kutoka Tanzania. Wameacha shughuli zao zote, wameamua kuja katika event hii kusherehekea mtoto. Kama unaweza kusikiza mara ya kwanza, amesema ya kwamba kwa wazazi wale ambao mnatazama, haina haja kwamba umalize pesa zako bure, upeleke mtoto wako beach, upeleke mtoto wako sijui hoteli kubwa. Ni vizuri umlete mtoto wako afanyie happy birthday kwenye madhabahu, ili anapokuwa awe katika njia ya kumjua Mungu. Kumbuka unatazama runinga ya Amani Gospel TV. Jina langu ni Bless. Asante.